Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa majina naitwa Sheikh Sharif Said John. Ndugu zangu, siku ya leo nataka niseme ukweli mchungu, ukweli ambao utawagusa watu wengi sana, na najua baadhi ya watu hata watakuja katika comment hapo kukejeli, kudhihaki na kusema Uislamu umekuwa mgumu na nini. Kila mmoja atasema lake, lakini hii ni dini ya Mwenyezi Mungu jamani, na dini yetu ya Uislamu ni dini iliyonyooka. Mtume anasema innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, halali ipo wazi na haramu ipo wazi. Kwa nini tupindishe? Tunaambizana kwa sababu tunapendana. Tunaambizana ili ibada tunazozifanya tuzifanye kwa usahihi wake, na tusijikute tumeziharibu kwa mikono yetu sisi wenyewe. Alhamdulillah, wengi wetu tumejaliwa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini wengi wetu pia tunaziharibu funga zetu sisi wenyewe, aidha kwa kujua au kuto kujua. Dada zangu ambao mmefunga, Masha Allah, Mwenyezi Mungu awabariki. Lakini dada zangu ambao mpo katika mahusiano yasiyokuwa ya halali, na funga zenu mnafuturu kwa pesa mlizopewa, na wanaume ambao mpo nao katika mahusiano yasiyokuwa ya halali, basi tutambue ya kwamba tunaziharibu funga zetu sisi wenyewe. Kwa nini nasema hivi? Ukinisikiliza vizuri utanielewa. Funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni jambo la ibada, na ni miongoni mwa ibada kubwa sana, miongoni mwa nguzo 5 za Uislamu. Hata katika kufuturu kuna dua yake, Allahumma inni laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika aftartu. Swala la ibada huwezi ukalichanganya na swala la haramu. Hiyo pesa ambayo huyo mwanaume anakupatia, swali dogo tu, anakupatia kwa misingi gani? Anakupatia kwa sababu wewe ni katika wale watu wenye uhitaji tulioambiwa tuwasaidie, au anakupatia kutokana na mahusiano mliokuwa nayo ambayo mlishawahi kufanya baadhi ya vitu vya haramu huko nyuma, kwa hiyo anatoa pesa ili kuyalea hayo mahusiano, au kuna vitu anataraji atavipata kutoka kwako vya haramu katika siku za usoni, kwa hiyo anatengeneza mazingira? Jibu lake nadhani unalo. Sasa kama ni hivyo, manake hiyo pesa anayokupa wewe ni hongo. Kuna mmoja aliwahi kusema, akinuia sadaka, je, unamzunguka Mwenyezi Mungu kwamba haoni mlichofanya au mnachotaka kukifanya? Kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala utaweza kumzunguka utoe pesa ya hongo halafu unuie sadaka, ukiwa unajua kabisa pesa hii ninampa fulani kwa sababu ni mpenzi wangu, kuna vitu tulifanya au kuna vitu tutafanya baada ya Ramadhani? Mwenyezi Mungu hazungukwi kwa hivyo. Nafsi yako inajua na nafsi yake zinajua kwamba pesa hii msingi wake ni jambo fulani. Kama pesa hiyo ipo hivyo, unaitumiaje katika kukamilisha ibada yako? Na ndio maana hata katika ile ibada ya hija tunaambiwa miongoni mwa masharti ya mtu kuweza kwenda hija awe na uwezo, awe na pesa, lakini pesa hiyo pia isiwe ya haramu, iwe pesa ya halali. Dada zangu, mnaweza mkajikuta mnaharibu funga zenu nyinyi wenyewe kwa kulipuuzia jambo hili. Muombe Mwenyezi Mungu akujalie riziki, akufungulie riziki zenye wasa, ziwe riziki za halali, uweze kukamilisha na kutimiza ibada yako inavyotakiwa. Lakini pia huyo mwanaume muombe kwa Mwenyezi Mungu ajalie kheri, basi aweze kuja nyumbani kwenu, atoe posa, mfunge ndoa, mhalalishe. Nami ninawaombea kwa baraka ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, wote ambao wenye mapenzi, Mwenyezi Mungu ajalie mfunge ndoa za halali, na Mwenyezi Mungu atufungulie riziki zetu kwa ujumla. Naitwa Sheikh Sharif Said John. Assalamu alaikum. Lovey Dovey.